Kwa majina mimi naitwa mhifadhi mwandamizi Joyce John Kabuche, lakini pia ni kaimu mhifadhi wa hifadhi hii ya mazingira asilia Magamba. Kwa hiyo kwa ruhusa yenu, ningeomba kwanza tuanze na zoezi dogo la kupanda kilima cha Kiguruhakwewa. Tukifika pale juu tutapeana brief nzima ya hifadhi yetu ya mazingira asilia Magamba. Ridhaa yenu, naomba nitoe historia fupi ya hifadhi yetu ya mazingira asilia Magamba, lakini pamoja na shughuli tunazozifanya katika hifadhi hii. Hifadhi yetu ya mazingira asilia Magamba inapatikana wilaya ya Lushoto na Korogwe. Hifadhi hii ina ukubwa wa hekta 9283. Hifadhi hii inazungukwa na vijiji takriban 21, vijiji 17 viko wilaya ya Lushoto na vijiji 4 vinapatikana wilaya ya Korogwe. Dhumuni kuu la hifadhi hii ni katika tu kusimamia rasilimali endelevu za misitu, lakini pia ziweze kusaidia katika swala zima la uchumi, jamii katika vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Kwa hiyo kuanzishwa kwa hifadhi hii kulikuwa na malengo makuu manne. Lengo la kwanza ni kulinda na kusimamia bioanuai. Hifadhi hii imekuwa na bioanuai nyingi. Tuna mimea tofauti ambayo inapatikana ndani ya hifadhi hii, takriban zaidi ya mimea 1500 ambayo hiyo ni endemic au tukasema mimea ambayo origin yake ni milima ya Usambara. Kuna mimea inayokotea Usambalensis lakini na Podocarpus Usambalensis. Pia kuna viumbe adimu tukizungumzia mbega wenye rangi nyeusi na nyeupe, lakini pia tuna vinyonga wa pembe mbili pamoja na viumbe vingine adimu ikiwa ndege aina ya Usambara akalat na Usambara wiva. Hawa ni ndege adimu na adhimu lakini wanapatikana pekee katika milima hii ya Usambara. Kwa hiyo hilo lilikuwa lengo kuu la kwanza, lakini lengo la pili ilikuwa ni kulinda vyanzo vya maji. Hifadhi hii ina takribani mifereji au vijito vidogo vidogo 28 ambao vinatumika katika kusambaza maji yake yanayotumika na wilaya nzima Lushoto lakini pamoja na wilaya za jirani. Kwa hiyo tumekuwa na lengo kuu pia la kulinda vyanzo vya maji vinavyopatikana katika hifadhi hii, ikiwa pamoja na maporomoko ya maji, lakini pia kuna mito midogo midogo inapatikana ndani ya hifadhi. Lengo la tatu ilikuwa ni kutangaza utalii ekolojia. Kutokana na umuhimu wa hifadhi hii kuwa na bioanuai nyingi, lakini pia kuwa na viumbe adimu na kupandishwa hadhi kuwa hifadhi ya mazingira asilia Magamba. Kwa hiyo tumekuwa na lengo la kutangaza utalii ekolojia unaofanyika ndani ya hifadhi hii. Kwa takribani kwa mwaka tumekaribia kufikia wastani wa wageni 5000 wanaotoka ndani na nje ya nchi wanakuja kutembelea hifadhi hii. Kwa hiyo hilo limekuwa kubwa tunalifanya katika hifadhi hii. Tunatangaza utalii lakini pia tunatangaza nchi yetu kwa ujumla. Kwa hiyo hilo tunalitekeleza kama wakala wa huduma za misitu Tanzania. Lengo la 4 ilikuwa ni kushirikisha jamii zinazozunguka hifadhi kwanza katika kulinda, lakini pia kuwasaidia kukuza kipato chao katika maisha yao ya ujumla. Kupitia hayo tumefanya mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, kupitia utalii ekolojia tumekuwa tukipokea wageni, lakini wageni hao wamekuwa wakitumia vyombo vya usafiri tofauti kuanzia ndege, mabasi, lakini hasa bodaboda kuwafikisha katika eneo hili. Kwa hiyo hiyo pia imesaidia moja kwa moja kuongeza kipato cha mwananchi mmoja mmoja. Lakini pia wageni hao wanatumia hoteli zinazopatikana hapa, lakini pia na nje ya wilaya hii. Wanatumia pia maeneo kama restaurant kupata vyakula vyao. Hii imekuwa ikisaidia kukuza kipato cha mmoja mmoja, lakini pia kipato cha nchi kwa ujumla. Lakini pili, nianze pia kwa kuwapongeza wajumbe wote wa ALAT wa kuchaguliwa walioko kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni, wao wapo. Lakini niwapongeze sana ninyi mliochaguliwa kwa kuaminiwa na wenzenu na kuweza kupata fursa hii ya kuwa wajumbe wa ALAT mkoa wa Tanga. Lakini pamoja na kuwapongeza ninyi mliochaguliwa, nimpongeze mwenyekiti kwa kuchaguliwa kuongoza ALAT mkoa wa Tanga. Hapa amechaguliwa katikati ya kina mzee nani, maana yake hekima yake imeonekana inatosha. Kijana atumwe afanye kazi. Hongera sana. Lakini nimpongeze makamu mwenyekiti dada yangu Witness kwa kuaminiwa na kuchaguliwa kuwa makamu mwenyekiti. Ni heshima kubwa pia kwetu sio na Lushoto. Angalau tulitamani mwenyekiti akitoka Bunguli, makamu akatoka Lushoto. Sasa inaenda si hajakaa hiyo. Lushoto ni kuzuri, na ndio maana hata wakati afande Joyce anatoa briefing watu walikuwa wengine wako kwenye bembea. Maana yake ni kuzuri mno. Sasa mje muda ambao hamna briefing. Mtu mmoja mmoja mje kutembea, kujionea nature, kujionea hali ya hewa na vitu vingi ambavyo unaweza kujifunza. Leo umekuja
mko kikazi, mtajifunza machache, lakini mimi kama mdau wa utalii wa ndani nawakaribisha mtu mmoja mmoja kuja na familia, kuja peke yako kwa ajili ya kuweza kufurahia uzuri huu ambao Mwenyezi Mungu ameumba kwenye milima ya Usambara. Lushoto yetu iko salama, na kitu wala ameshasema kwamba yeye amekaa siku 2 hajaona buza. Sasa mimi nawahakikishia hata mkikaa mwaka hamtaona buza popote. Wale jamaa wanaosumbuaga jamii hapa kwetu sisi tumeshasafisha. Kwa hiyo unaweza ukasahau simu yako dukani ukaenda ukarudi ukaikuta. Kwa ujumla, baada ya kusema hayo, natangaza rasmi kwamba kikao hiki cha ALAT mkoa wa Tanga nimekifungua rasmi leo tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026 saa 6 na dakika chache. Asanteni sana. Kuna miezi 6 hapa ya kukamilisha hii michango ambayo ni ya nyuma, na lengo letu kupata fedha hizi, waheshimiwa, tusiwe ALAT ya kuja tu utalii na kuondoka, tusiwe ALAT ya kuja kulalamika na kuondoka. Tuonyeshe utofauti, lazima tuonyeshe utofauti. Tunahitaji ALAT hii tunapoondoka tuache vitega uchumi mbalimbali. Nilipata wakati wa uchaguzi tumeambiwa na mheshimiwa na mkurugenzi wetu pale kwamba tuna kiwanja kule Handeni. Sasa kiwanja kile leo tumekijenga, hata kama ni lodge ya kisasa au ukumbi wa kisasa, ingekuwa ni source ya mapato kwenye ALAT. Tunataka tuondokane na baada ya miaka 6-7 tuondokane na ile kwamba ili tupende vikao lazima halmashauri contribute. Tunataka tuende kwenye ile hapo kwamba halmashauri ita contribute 50%, lakini 50% ndio kwenye vyanzo vyetu wenyewe ya mapato. Tumeona wenzetu wa chama cha walimu wana hivyo vitu. Kwa hiyo sisi tumekubaliana hii fedha ipatikane. Na bahati nzuri waheshimiwa wenyeviti mko hapa, wakurugenzi mko hapa, nendeni mkatusaidie michango hii ipatikane ili tuanze kuendesha vitega vyetu uchumi na kuanza kuvijenga kwa wakati. Na tumekubaliana kwamba mpaka tarehe 31 Desemba tuweze kuanza. Lakini pia tumekubaliana tunapoanza mwaka mpya wa serikali, na ndio tunakwenda kwenye vikao vipya vya ALAT kwa namna tulivyoswitch ratiba zetu. Hatutarajii tuanze mwaka current na wadeni. Kwa hiyo niwaombe mheshimiwa binti pamoja na wakurugenzi, michango ile ambayo tunachanga ya mwaka michango ile ya kila mwaka ambayo kimsingi ni kama milioni 67, na kila halmashauri inachanga milioni 6,100,000, na tulikubaliana wakati mwingine kwamba at least kuitoa yote inaweza kuwa tabu, lakini kila kota itoke milioni 1,500,000. Sasa atarajii mpaka tunakuja kwenye vikao vya kota mwezi wa 9 tunaanza vikao, hizi pesa hazijapatikana. Kwa kama ni watu kufanya kuhakikisha hapo katikati mfumo utakapoanza kufunguka mwezi wa 8, basi hizi fedha zianze kuwa zimechangiwa mapema ili tusipate pressure ya kuandaa vikao. Kwa hiyo fedha hizi pia tumekubaliana kwamba tunapokwenda kwenye mwaka mpya wa serikali mwaka 27-28, basi huko nyuma tunaacha deni jipya, isipokuwa tutakuwa tumemaliza madeni ya zamani kwa tarehe 27 Desemba, na hizi kalenda ambazo tunatakiwa pembeni yamekamilika. Lakini pia tulikubaliana, tumekutana na wadau kama tendaji, tumekutana na wadau. Tuna wadau wengi sana mheshimiwa rais, NMB, CRDB, TFS, tumeona wale wadau tunao sehemu mbalimbali kwa na mmoja au mwingine kushiriki nasi, tutaendelea kuwaomba na wao washiriki. Lengo letu tufanye vikao vyetu vikiwa na havina push. Lakini nyingine mheshimiwa, tumekubaliana tuko nyuma kwa ALAT kutembelea ndani. Unatoka kwako kule halmashauri yako kule, leo mwenyewe una vimeo kibao kule, alafu tunakuja ALAT tena hapo na hata tena kuanza eti tutafute madarasa, tukagua madarasa mwisho siku tunakuwa sawa. Tumekubaliana tukija huko tunakuja kujifunza fursa mbalimbali wanazofanya wenzetu ambao zinawaongezea nini mapato, makokoto madarasa na maisha ya vyombo vyake. Ili sisi tusikija huko tuje kujifunza kama tunakuja kwa masuala ya utalii. Tunatamani tukienda Handeni tukajifunze vitu vingine ambavyo sisi wengine hatuna, Handeni wana
wanavyo. Tutamani tukienda kilini tukajifunze masuala ya kutunza miradi, tunaacha kamati zetu ambazo ziko kwenye halmashauri. Lengo tusitengeneze kwele yote na halmashauri ambazo tunazitembelea. Kwa hiyo hayo kwa ufupi ndio tulokubaliana. Kwa hiyo mkisema yamepita, maana mimi natamka sasa kikao tumefanya nini? Tumekifunga kwenda kwenye nini? Kwenye